Jina la Bwana libarikiwe. Habari za wakati huu kwenu nyote kutegemeana na mahali mlipo. Kwa wale walioko asubuhi niseme habari za asubuhi. Kwa wale ambao tuko pamoja hapa Canada niseme habari za usiku, maana tuko usiku. Lakini kuna wengine bado wako jioni. Hata hapa Canada sio sehemu zote ambazo watu wote wanakuwa na saa inayokwenda kwa pamoja. Kuna sehemu nyingi ambazo wengine tunazidiana masaa mawili, wengine saa moja, inategemeana. Kwa hiyo niwatakie amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi mahali mlipo. Niwakaribishe katika mwendelezo wa masomo yetu. Na ningependa turuke kidogo kitu, tutarudi si mbali katika kuangalia ule ukweli uliofichwa. Hebu leo napenda tuchanganye kidogo tu, tuangalie madhara ya mafundisho ya wazungu ambayo tumefichwa siku nyingi. Inawezekana na wewe tangu uamini hapo ulipo hujawahi kuliona hilo. Kwa wale ambao tunashiriki pamoja, najua nimeshayagusia mara chache kidogo, lakini napenda niagusie kwa urefu zaidi. Na nikutahadharisha kwamba itakuwa ndefu kidogo, lakini inakuwa ndefu kwa sababu tunahitaji watu wapate kuelewa. Kwa hiyo utavumilia kidogo endapo itakuwa ndefu, lakini utanivumilia hivyo hivyo. Kwa hiyo kwanza tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa uwezo wako na neema yako. Wewe ni mwema tena mwaminifu, na stahili Bwana kuitwa Mungu. Acha jina lako Bwana litukuzwe na lihimidiwe. Na kwa leo kipindi hiki sasa, uwe pamoja na sisi, utuongoze, uwe mwalimu mkuu na sisi wanafunzi. Bwana, tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Amen. Kwa hiyo leo tunajifunza mafupi sana au marefu yanayohusiana na madhara ya mafundisho ya kizungu. Madhara ya mafundisho ya kizungu kwa walokole weusi. Kwa hiyo ningependa kila mmoja mahali alipo anisikilize kwa makini, na kila mmoja anifuate kwa makini, ili tuweze kuendana katika somo la leo. Tumekuwa tukiaminishwa mambo mengi. Mengine tuliyakuta tulipozaliwa na mengine yanatukuta, lakini tutaangalia moja baada ya jingine. Na leo tunaangalia sehemu tu moja ya mafundisho ambayo yako na dalili za ujinga, ama yako katika mafundisho ya wajinga. Maana wajinga ndo wanasema vya mjinga huliwa na mwelevu. Kwa hiyo uelevu wanakuletea mafundisho ili wakufanye kuwa mjinga, alafu wale vya kwako. Hebu kwanza tusome katika ule waraka wa pili kwa Timotheo 3:16. Lakini ukipenda tuanzia 3:15. Mimi naanzia 16 ili niende haraka. Inasema, hayo ndiyo asemayo katika barua zake zote anapozungumzia suala hilo. Yapo mambo kadhaa katika barua zake yaliyo magumu kuyaelewa, mambo ambayo watu wajinga au watu wasio na elimu, yani wasio na msimamo, huyapotosha kama wanavyopotosha sehemu nyingine za maandiko matakatifu. Hivyo wanasababisha maangamizi yao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaopotosha maandiko kimakusudi wanajisababisha wao wenyewe maangamizi ya nafsi zao. Kwa hiyo unaombwa ama unapashwa kujitenga na watu kama hao. Ambatana na watu wanaofundisha ukweli. Acha kuambatana na dini, kwa sababu dini haitakufikisha mbinguni. Tafuta kuambatana na wafundisha ukweli. Usiambatane na dini. Wala usiambatane na dini ya wazazi. Wazazi hawatakupeleka popote ikiwa wameamini isivyo. Wewe utahukumiwa kivyako na wazazi kivyao. Kisoma ile Ezekieli 18 inakwambia kwamba kila mtu atalipa kulingana na makosa yake. Mzazi atamlipia mtoto na mtoto atamlipia mzazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni swala tu la kutii
maandiko matakatifu au kutokupotosha maandiko matakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tutajifunza sasa madhara ya mafundisho ya wazungu kwa walokole weusi. Tunasema kwamba Waafrika weusi tumepandikiziwa imani feki, ndio maana tumegeuka ombaomba. Waafrika weusi tumepandikiziwa imani feki, ndio maana tunageuka kuwa ombaomba. Nitakusomea mfano wa mafundisho hayo ambayo tumeaminishwa na hadi leo makanisani bado yanafundishwa. Na yamkini hata hapo unaposali unayaona. Kwa hiyo tutaangalia haya ni pamoja na discours ama hotuba ya mfalme Leopold wa pili ambaye ni mfalme wa Ubelgiji. Ilikuwa ni mwaka 1883 alipowatuma wa missionary katika nchi zetu, hususan ni nchi ya Kongo. Aliwaambia waje kufundisha mambo kadhaa ambayo nitajaribu kutafsiri kwa sio kwa undani zaidi, lakini nitakusomea kwa wewe unayesikia Kifaransa na tafsiri machache kwa Kiswahili ili wale wasiojua Kifaransa basi wajue machache kidogo. Nasema ni discours prononcé par Léopold II, roi de Belge, en 1883 devant les missionnaires se rendant en Afrique. Sujet d'entraînement au texte argumentatif, épreuve de France au bac. Anasema, révérend père et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Kwa ufupi anawaambia mareverenti au wanaoitwa mababa, maana wanaoitwa mababa ni wale mareverenti. Na mareverenti ni jina la Mungu, sio jina la mwanadamu. Mwanadamu hajawahi kuruhusiwa kujiita reverend. Lakini tumeaminishwa hivyo bila kuwa hata na akili ya kuuliza. Hiyo inaonekana jina reverend inaonekana katika kitabu cha Zaburi ile 111:9. Ndio inaonekana tu jina reverend. Hakuna sehemu nyingine. Kwa faida yako hebu nikusomee hiyo sehemu hiyo inasemaje. Usikie kama kuna mtu anayeweza kujiita reverend. Nasema amewapelekea watu wake ukombozi, ameamuru agano lake liwe la milele, jina lake ni takatifu la kuogopwa. Jina lake ni takatifu la kuogopwa. Kiingereza anasemaje? Anasema he sent redemption into his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverent is his name. Holy and reverent is his name. Kumbe reverent sio jina la mwanadamu, ni jina la Mungu. Kwa hiyo hawa mareverend walichukua jina la Mungu na ndio maana wakajiita mababa, kwa sababu ukisikia reverend ni reverend père. Ndio vyao hivyo. Kwa hiyo walitumwa kwa makusudi ya kuja kuhubiri injili ambayo inaipendelea nchi ya Ubelgiji ili waweze kuiba mali za Kongo ama mali za Afrika wawapelekee Ubelgiji. Kwa hiyo injili yao ilazimika kufuata misingi na interest za Ubelgiji. Anasema le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un mundi, un mungu, un diacomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier,
et injurieux et mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre do qu'ils savent déjà. Nataka kumaanisha kwamba lengo kubwa linalowapeleka Kongo siyo kuwafundisha wazaliwa wa nchi kumjua Mungu, siyo lengo lao. Kwa hiyo ukisikia wakoloni walikuja, hawakuja kwa lengo la kutufundisha kumjua Mungu. Tulikuwa tunamjua tayari, kwa sababu kila nchi ilikuwa na Mungu wake wanayemjua, ila walikuja kwa lengo lingine tofauti. Kwa hiyo ndio maana anawaambia wako na miungu inayoitwa Mundi, miungu inayoitwa Mungu hiyo hiyo, na nyingine inaitwa Diakomba, wako nayo tayari, lakini hawatakuja kuwafundisha hayo kwa sababu tayari wanayajua. Kwa hiyo anawaambia wasiwafundishe wasiolijua, wanaolijua, kwa sababu wanajua kwamba kuua, kuiba, kulala na mke wa mwingine, yani na mambo mengine ni mabaya. Hayo wanajua tayari. Kwa hiyo ukisikia kwamba mzungu amekuletea injili, hasha, hajakuletea injili, ulikuwa unaijua. Sima tu haukuwa unajua kwamba Mungu anaishi mbinguni. Ulikuwa unajua Mungu ambaye mnaishi naye. Na wala ulikuwa haujui kwamba kuna Biblia. Ulikuwa unaamini Mungu, wazazi walikuwa wanaamini miungu mingine. Kwa hiyo hawakuwa na huyu Mungu aliyeletwa na wakoloni. Kwa hiyo wakoloni walileta Mungu ambaye ni mwingine, ambaye ni Mungu wa kuiba utajiri wa Afrika. Ndio maana utaangalia anaenda kusema kwamba votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industries. C'est dire donc que vous interprétez l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Maana yake ule ujumbe ambao walitakiwa kuuleta ulikuwa ni kwa ajili ya kurahisisha kazi za viongozi na kazi za makampuni au viwanda. Kwa hiyo wangejaribu kutafsiri ujumbe wa Biblia kwa namna ambayo italinda maslahi ya nchi ya Ubelgiji katika hii sehemu ya dunia ambayo walikuwa wamekuja, yaani Kongo. Na wengine wanajua kwamba injili tuliyoamini sisi ilitokea Kongo, kusambaa nchi zingine, lakini walianzia Kongo kwa sababu kulikuwa na mali nyingi pale. Ndio maana walikuja sehemu zingine baada ya kutoka pale Kongo. Kwa hiyo unaona kuanzia mwaka 1883 wanaiba mali za nchi moja, kuona leo hazijaisha, basi hiyo ujue kwamba Mungu alipenda hiyo nchi. Na ilikuwa ni kutafsiri injili inayoendana na maslahi ya nchi ile iliyowatuma, wala sio kutafsiri injili inayowaponya watu. Hapana. Utaona huko Biblia inasema pour ce faire vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages de richesses, de regorger leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déroger. Maana kunaona hapa wao wange wafundisha kuanza kukataa wale wanyama wengine wakuliwa ama na mengine, halafu wawafanye wasipende sana, wani wasipende kuwapinga, ambapo wangeweza hata kuwaua. Hilo ndio ilikuwa lengo lao. Kwa hiyo utaona kwamba hawakuja kwa ajili ya injili inayoleta uzima, injili inayoleta ukombozi, bali wamekuja kwa injili ambayo inatafuta maslahi ya nchi fulani. Kwa hiyo ndugu yangu, kwa mpaka hapa nafikiri utakuwa uko unanielewa kidogo. Bwana Yesu akubariki sana, na tuendelee na somo letu katika sehemu yake ya pili.